Mwana michezo, karibu sana tu yazungumze mazuri ya kimichezo. Niko na Shabani Mpira Pesa. Kwema? Kwema, tunashukuru Mwenyezi Mungu tuko salama. Naam. Bwana, baada ya dabi kuchezwa yametokea maneno mengi kuhusiana na dabi ya Kariakoo, na moja ya kauli ya Ali Shabani Kamwe amezungumza kwamba watu wengi wameifanya dabi kupunguza ile hadhi yake, na anasema hiyo ni kutokana na sheria ambazo zimewekwa. Akatolea mfano kuhusiana na Ahmed Ally, ambapo akizungumza anaonekana kauli zake zinakuja kuhukumu timu hapo baadaye baada ya matokeo. Pengine kauli hii akatamani pia kuona dabi ya Kariakoo zikiwa chini ya TPLB, kwa maana TPLB wao ndo waanzie hamasa zaidi. Mimi kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu, mechi yetu imeisha salama. Na kila kitu kimeenda vizuri, Watanzania wamefurahi. Dabi imepigwa tafu, dabi ambayo haina kona, haina longolongo. Hata kama kuna vitu vya nje ya uwanja vimefanyika, kuna watu jua wanaibu mpira wa nchi sana. Na ukisema ukweli unachukiwa, watu wanawapeleka mpaka watu mahakamani leo. Lakini kuna watu wamekuja wanaharibu mpira wa Tanzania. Taswira ya mpira wa Tanzania inajaribu kujengwa na serikali yetu ya Mheshimiwa Rais Mama yetu Samia. Anapushi sana mpira wa miguu. Lakini kuna watu wanaharibu mpira wa Tanzania. Sababu dabi kuchezwa Meja Samuyo ni sehemu ya uwanja ambao unatakiwa kucheza. Waliohudhuria wamehudhuria mechi michezo, na tumeona mechi iliyokuwa bora. Tuzungumze ukweli. Kama uwanja wa Benjamin Mkapa ungekuwa msafi, kwa maelezo ya msabali wa klabu ya Simba alikuwa anacheza mechi Benjamin William Mkapa. Uwanja wa Benjamin Mkapa huko kwenye marekebisho kwa sababu tunaenda kwenye mashindano ya AFCON. Sawa? Simba uwanja wao wa nyumbani ni Meja Jenerali Samuyo, uwanja ambao umekizi vigezo, ndio maana unachezewa. Na kuwathibitishia hili, wajue kama ule uwanja umekizi vigezo. Si Tanzania ilivyoandaa mashindano ya CHAN, kuna baadhi ya timu za taifa zilifanya mazoezi uwanja wa Meja Samuyo. Tena timu kubwa tu, nadhani mpaka Morocco walifanya. Na hata hii CHAN na hata hii AFCON inayokuja, kuna timu zitafanya mazoezi katika uwanja wa Meja Samuyo, katika viwanja vya kufanya mazoezi. Acha mechi. Kwa hiyo uwanja ule ni bora. Uwanja ule umekaguliwa na waamuzi kutoka Morocco, ambao waamuzi wale nadhani hata kwenye renki za CAF ni waamuzi ambao hata katika mechi kubwa wamo. Hawajakagua ule uwanja. Je, ulikataliwa? Katika akili ya kawaida yule msaga sumu na mchanja na muomba hela na yule chawa anayekataa ule uwanja na wale maafisa wale wa waamuzi walokubali uwanja zaidi mkubwa nani? Kwa sababu hata wale walokuja kucheza CHAN wakapitisha uwanja ule kwa mazoezi, wale wanajua ubora wa viwanja na wanajua kila kitu. Lakini unakuta kijitu tu kimoja kidogodogo kinaifanya kinakataa ule uwanja kwa sababu ya maslahi yake binafsi, kwa sababu tajiri wake akamwambia aseme kama anaestia atamnulia Alfadi. Hatuishi hivyo. Sisi tunataka tuishi katika uhalisia wa kimpira. Watu wanasema kinachotakiwa ni pichi ya Samuyo mbovu. Dabi imechezwa, tena imehudhuriwa na watu maarufu, mpaka mwandishi anaojielewa Miki Junior kutoka Ghana katumia nauli yake kuja kuangalia mpira, kaandika uwanja mbovu. Waache utoto. Lakini ukiachia hilo, tuna masikitiko makubwa. Kuna viongozi toka wameingia wao kwenye madaraka ya nchi ya mpira umekuwa na tuhuma nyingi: rushwa, upangaji wa matokeo, marefa kufungiwa sana, kuomba waamuzi kutoka nje, timu kufanya vyumba vyao vya kubadilishia nguo kwenye nyumba ya mtu, kwenye vyumba kukutwa mabomba ya sindano. Kwa nini kiongozi wewe toka umeingia madarakani vitu hivi vimeonekana na bila nguvu? Kwa nini? Yaani toka kaingia huyu bwana madarakani vitu hivi ndio vimekuwa vina nafasi kubwa. Leo swala la kupuliza madawa vyumbani katika mpira wa Tanzania inaonekana kama kitu cha kawaida. Wachezaji ni binadamu ambao wana familia, wana miili, wanategemea miili yao ifanye kazi ndio wapate afya ya kuwatafutia familia zao maisha, ili wapate riziki, watoto wasome na familia ziende. Watu wanatuma watu wakapulize madawa kwenye vyumba. Kuna watu wamekamatwa kwa ushahidi
hawajachukuliwa hatua. Kuna vitu vimekutwa kwenye vyumba, timu hazijachukuliwa hatua. Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Leo wanadiriki kabisa tena kwa sababu wanaona kwamba sheria yote iko mkononi kwao. Timu yao inatoka kwenye uwanja inaenda kubadilisha nguo kwenye nyumba ya mtu na watu wanavimba kwenye mitandao. Kwamba tutafanya na tutaenda kuchukua ghala la silaha na tutakuwa chumba za kubadilishia nguo kwenye mechi ijayo. Watu wamenyamaza kimya. Huu sio utaratibu wa nchi. Vitu vya ovyo. Vitu vya ovyo. Lazima tukemee. Kama tunahitaji mpira wetu usonge mbele, kuna vitu lazima tuvikemee. Mimi binafsi nimechukizwa na ushamba unaofanya Yanga. Nizungumze ukweli, ule ni ushamba. Wanaoongoza wana vitu vya kishamba. Mimi nikwambia ukweli, mpira wa Tanzania sio mpira wa ndondo. Hiyo ndondo kapu yenyewe si inachezwa pale uwanja wa Makurumla. Wachezaji hatoki nje kwenye nyumba ya mtu, wanakaa pale sehemu wanabadilisha nguo, imeshamaatwa, mechi inachezwa. Timu imetoka imevuka barabara imeenda kwenye nyumba ya mtu ya pili. Kama Chamazi kwenye mechi yao, kwenye chumba chao kilikutwa mabomba ya sindano ambayo hajulikani baba haya kwa anafanya kazi gani. Leo kwenye nyumba ya mtu, saa nyingine wamechukua dawa, wametia kwenye ndoo, wameoga, wamejipaka, wamekunywa, wameingia uwanjani kucheza kitu tunajua hapa. Mimi na uhakika kabisa maafisa wa kukagua vyumba hawajaenda kukagua mule katika ile nyumba. Kwa hiyo wameingia uwanjani hawajakaguliwa katika ile simu yao kwa sababu iko kwa nyumba ya mtu. Huu ni msiba. Timu inakuja kucheza na timu nyingine haijakaguliwa. Huu ni msiba. Mnajua walichofanya kule? Timu yao, komando wao ndio alokamatwa mechi yao karibia na Azam. Iliyochezwa Benjamin Mkapa, komando wao mmoja atakamatwa akionekana yuko kwenye vyumba vya Azam usiku wa manane. Tunaomba tutajue kesi ya yule jamaa namba ngapi mpaka leo. Watu wamenyamaza kimya. Mbona watu wanachukulia hivi vitu kisiasa? Wanaumiza wachezaji, wanaua mpira wetu, wanamrudisha nyuma rais wa nchi. Rais wa nchi anapambana sana kwenye mpira. President wa nchi, najua majukumu yako ni mengi mama yangu. Tunaomba watume vijana wako walichukulia hatua. Yule alokamatwa Benjamin Mkapa yuko kwenye vyumba vya Azam usiku wa manane, na vile vyumba taka za kazi alithibitisha kwamba kuna harufu ya madawa alikuwa anatoka, mpaka leo hajachukuliwa hatua. Ndio maana mpaka leo wanasema mechi ijayo wataenda kwenye ghala la silaha kwenda kubadilishia nguo. Wanadharau nchi. Wanadharau ghala la silaha lina nchi ya Tanzania. Tena anazungumzia mtu mdogo kabisa hata kwenye sori ya jaji. Tuache mambo ya siasa kimpira. Kama kiongozi wako wa timu yako yuko kwenye serikali, afanye majukumu yake kwenye serikali. Wasiingilie mamlaka ya mpira. Viongozi hao waliokuwa sasa hivi madarakani wa timu yao ndio wameleta haya madhara yote. Leo madawa yanazungumziwa sana kwenye tawala hii. Leo marefu wanafungiwa sana kwenye tawala hii. Leo timu yetu imezuiliwa zifanye mazoezi kwenye tawala hii. Yeye huyo kiongozi wao. Leo watu wanadai marefu kutoka nje kwenye tawala hii. Leo timu zinaonekana zinapanga matokeo mara nyingi kwenye tawala hii. Watanzania mjiulizi. Hamna Mtanzania mwenye damu ya Kitanzania akafanya uongozi kama anaofanya huyu jamaa hapa katika uongozi. Mimi nina shaka sana na huyu jamaa. Mimi nikwambie ukweli. Watanzania tunapenda football. Watanzania hatupendi kutoka nje ya utaratibu wa kimpira. Leo kwenye tawala yake ndio wao wametoka wameenda kubadilishia nguo kwenye nyumba ya mtu. Tawala yake. Hapo watu wanacheka tu. Vitu vya ovyo vya kishamba kabisa wanafanya. Mimi kwa binafsi yangu nimesikitishwa na hilo, na tunajua kuna vyombo vya haki. Wamejua kabisa. Kamati ya masaa 72 itakaa mezani, itajadili, itatoza faini milioni 10, mtu ataingia mfuko wa shati atatoa, mpira wetu unaathirika. Kama pesa na ndo kila kitu, basi acha hili liendelee. Lakini kama pesa nayo kuna sehemu haifanyi kazi, wakemee hili. Tena ikiwezekana chukulia hatua kali kabisa ambayo hata kiongozi mwingine asije kurudia. Kuna viongozi wao huko nyuma walishafungiwa kwa kupanga matokeo. Hawa nani wasifungiwe? Hawa nani? Leo mtu kabakiza mechi 10. Mechi 10 dada pointi 30. Mtu kamzidi mtu pointi 5, kamzidi mtu pointi 10, anasema yeye bingwa. Huo upangaji wa matokeo.
Kama mechi 10 hujacheza afu wewe bingwa na umemzidi mtu pointi 5, huo upangaji wa matokeo.